Sasa kesi hii imechukua, mwenyekiti ameweza kuonyesha wazi kabisa kwamba tokea tarehe 24 ya mwezi ule wa pili mwaka 2026 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku 139 ambazo yeye amekaa ndani. Kesi haijasikilizwa, na amesema kwamba ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kuweza kuipaki hii kesi, kwamba kuichelewesha tu wakati yeye anaendelea kuumia. Sasa alikuwa amewasilisha zuio pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadau hawaruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio, labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa, na kwa maana hiyo kuna hukumu au kuna uamuzi ambao unaamua moja kwa moja haki za wadau. Kilichotokea siku ile ilikuwa ni kwamba tu kipande cha ile notice ilikuwa imekataliwa na kesi itakiwa iendelee. Kwa hiyo kama wameweka pingamizi, upande wa serikali wanasema wao walikuwa sahihi, wao walikuwa wanapinga kwamba mahakama ilianza kujadili ule ushahidi na kwamba hawakusikilizwa kutokana na kujadili ushahidi. Mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kwamba amepitisha katika rekodi ile akionyesha kwamba jinsi ambavyo mahakama ilitoa nafasi kwa pande zote mbili kusikilizwa, na kwa maana hiyo basi hilo dai la kusema kwamba kusikilizwa sio sahihi, na akaomba vile vile kwamba kutokana kwamba amekaa ndani kwa hiyo siku 139 basi mahakama itumie madaraka yake au mamlaka yake chini ya kifungu cha 367 cha sheria ya makosa ya jinai kuweza kumpatia fidia. Na akasema kwamba yale yote ambayo yamefanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa taifa wa mashtaka yanakiuka ibara ya 59 ibara ndogo ibara 59 b kubwa fungu kile kidogo cha 4 ambacho kinamtaka muendesha mkurugenzi wa mashtaka kuhakikisha kwamba anatenda haki, kesi zinakwenda haraka na atumii mfumo wa jinai kuweza kufanya nini, kumuumiza mtu au kutokutenda haki. Hasa baada ya kusikilizwa pande zote hizo mbili, mahakama imesema kwamba